Sifiwe sana sana mtazamaji na msikilizaji wangu wa Sibuka TV na radio kutoka kule Lindi. Mimi ni ndugu yenu mchungaji Livingstone Dennis na niko Dodoma. Shukuru tena kwa nafasi nyingine ya kukutana na wewe ndugu yangu katika mtandao huu, katika runinga hii, ili kwamba tuweze kujifunza wote maneno ya Mungu. Mungu akubariki sana. Na sasa naomba niombe kwa ajili ya neno la Bwana. Mungu wetu na Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu mwingi, uliye juu ya yote na ndani ya yote, ni wakati mwingine tena wa usiku wa leo ambao Mungu umeniruhusu niweze kusimama na kunena neno lako la uzima. Sema na moyo wangu, alafu pia useme na moyo wa msikilizaji wangu huyu. Neema yako inayopita ufahamu wa kibinadamu ikawe katikati yetu. Na kushukuru kwa Mungu waenda kusema nasi sasa. Roho Mtakatifu utawale kila neno na utawale kila wazo, ili kwamba nikanene litokalo kwako wala si katika mawazo yangu. Katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Jioni leo nataka tujifunze umuhimu wa kuishi kwa imani. Umuhimu wa kuishi kwa imani. La kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 38 na 39. Biblia inasema, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Mstari wa 39 unasema, lakini sisi hatumo miongoni mwa hao wasitao na kupotea, bali tumo miongoni mwa hao walio na imani ya kutuokoa roho zetu. Haya ni maneno ya Mungu, na huyu mwandishi anazungumza, lakini tunapofuatilia mstari huu ni mwandishi anamnukuu Mungu. Mungu akisema mwenye haki wangu anaishi kwa imani, maana yake ni Mungu anayezungumza. Mungu anasema mtu yoyote ambaye ni mwenye haki au ni mtakatifu au ni mcha Mungu, basi anapaswa kuishi kwa imani. Na maandiko yanasema mtu huyu akisitasita, roho ya Mungu haina furaha na mtu huyo. Unaweza kuwa ni mchungaji, unaweza kuwa ni mshirika, unaweza kuwa ni kiongozi yoyote, lakini kama utakosa kuishi kwa imani, Biblia inasema basi roho ya Mungu au Mungu mwenyewe hatakuwa na furaha na wewe. Kwa hiyo natamani sana ujifunze somo hili na unisikilize kwa makini, ili kwamba uweze kumfurahisha Mungu na uweze kuyaona matokeo ya imani katika maisha yako. Na tunapoangalia somo hili, kabla hatujafikia kuingia kwa ndani, ujue pia kwamba la kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 6 unasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Hapa naongezea kumpendeza Mungu. Kwa maana mtu yoyote amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yupo na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Kwa hiyo kama hautakuwa mtu wa imani, ujue kwamba hauwezi kumpendeza Mungu. Na lazima uwe na imani. Na imani hiyo lazima uamini katika moja, kwamba Mungu yupo. Ufahamu ya kwamba Mungu yupo.
unapomfuatilia, unapoenda nyumbani mwa Mungu, unapoenda kanisani, ujue kwamba Mungu yupo. Lakini la pili, ufahamu ya kwamba Mungu hutoa thawabu kwa wale wanaomtafuta. Kwamba unapomwendea Mungu, Mungu atafanya kitu kwa ajili yako. Kama ni kumwendea kwa maombi, kama una mahitaji unayotaka, kama ni mgonjwa, Mungu atakuponya. Kama ni maskini, Mungu atakuondoa kwenye maskini. Kama ni mapito unayopitia ya aina fulani, Mungu atakutendea. Lazima uamini kwamba Mungu atafanya, huyu ambaye unamwendea. Kwa hiyo imani ni ya muhimu sana katika maisha ya mtu wa Mungu. Na hata wewe ambaye labda hujaokoka, nazungumza na wewe ndugu yangu, na kwamba ni muhimu kabisa kuhakikisha katika maisha yako unaanza kujua ya kwamba yuko Mungu. Ujue kwamba Mungu yupo. Na ukishajua kwamba Mungu yupo, amini kwamba Mungu yupo. Na ukiamini kwamba Mungu yupo, basi anza jitihada ya kumtafuta Mungu. Kwa sababu unajua kabisa kwamba yupo, na sasa utakuwa na imani kwamba Mungu atakupa thawabu kwa kadiri unavyokwenda kumtafuta. Na hii ni ya muhimu katika maisha yako. Kwa sababu hii ndio itakayokufanya maisha yako yapige hatua kwenda mbele. Mwenye kuwezesha maisha ya mtu kufanikiwa, mwenye kuwezesha maisha ya mtu kupiga hatua kwenda mbele, mwenye kumpa uhai mwanadamu ni Mungu peke yake. Lakini lazima uamini kwamba Mungu yupo, na kwamba Mungu huwapa thawabu wale wamtafutao. Kwa hiyo tunapotembea katika somo hili katika siku ya leo, na Mungu akitujalia tunaweza tukaliangalia siku ya leo, halafu tukaliangalia tena na Jumapili na Ijumaa inaokuja. Tunapotembea katika somo hili la kuishi kwa imani na kuwa mtu wa imani au kuwa mtu wa imani, tunafahamu kwamba imani huwa inaleta matokeo kwa mtu yeyote ambaye atakubali kuwa mtu mwenye imani. Kuna matokeo yanajitokeza kwa mtu atakaye simama katika imani. Na nimeweka mambo machache hapa kwa siku ya leo ambayo huwa ni matokeo ya mtu ambaye ana imani katika Mungu. Tokeo la kwanza kabisa ambalo naona ni la muhimu, kwamba tunapokuwa na imani, imani husababisha sisi kuzaliwa mara ya pili, au husababisha sisi kuokoka. Tunapozungumza habari ya kuzaliwa mara ya pili au tunapozungumza habari ya kuokoka, tunazungumza kitu hicho kimoja katika maelezo mawili tofauti, lakini tunazungumza kitu hicho kimoja, kwamba kuokoka, mtu alipookoka, basi sehemu nyingine tunaitwa huyo mtu amezaliwa mara ya pili. Au mtu alipokuwa amezaliwa mara ya pili, tuna maana ya kwamba mtu huyo ameokoka. Ndio maana haya ni maneno mawili tofauti lakini yenye maana moja. Sasa imani huwa inasababisha mtu azaliwe mara ya pili. La kitabu cha Warumi sura ya 10. Kitabu cha Warumi sura ya 10. Kitabu cha Warumi sura ya 10. Kitabu cha Warumi sura ya 10 na mstari wa 9 na wa 10. Biblia inasema, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kwamba Mungu alifufua katika wafu, utaokoka. Mstari wa 10 unasema, kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa mtu hukiri hata kupata wokovu. Kwa hiyo anasema, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kwamba Mungu alifufua wafu katika wafu, utaokoka. Haiwezekani kuokoka bila kuwa na imani. Lazima uamini juu ya Mungu. Lazima uamini juu ya Kristo Yesu.
umkubali, umwamini. Na kumwamini, tendo la kumwamini wakati mwingine inaitwa kumpokea Yesu. Unaona? Na katika kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 3, Yesu alisema, tazama nasimama mlangoni, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nitafanya makao ndani yake. Na kwa sababu hiyo sasa, kumwamini Yesu, kumkiri Yesu kwa kinywa chako na kuamini moyoni mwako, unapata wokovu. Kwa hiyo wokovu, njia moja ya muhimu ambaye itakufanya upate wokovu ni imani. Lazima uweke imani katika Kristo Yesu. Lazima umwamini Yesu ya kwamba ni Bwana. Lazima ukiri kwa kinywa chako ya kwamba Mungu alimfufua katika wafu. Maandiko yanasema utaokoka. Kwa hiyo unaona, imani inasababisha wokovu kwa mtu. Unaona, unapata wokovu, unakuwa umeokoka au unakuwa umezaliwa mara ya pili. Unaona, imani inasababisha unakuwa umeokoka au umezaliwa mara ya pili. Tukirudi kwenye kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 11, mstari wa 11 na wa 12, Biblia inasema alikuja kwake, yani huyo Yesu, anasema wala walio wake hawakumpokea. Lakini mstari wa 12 anasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Unaona, ndio wale waliaminio jina lake. Wote waliompokea walifanyika kwa watoto wa Mungu. Kwa hiyo imani inakufanya uokoke, na imani inakufanya uzaliwe mara ya pili na uitwe sasa mtoto wa Mungu. Kupitia imani unabadilika katika hali yako ya kawaida, kwamba ulikuwa ni wa familia fulani, ulikuwa ni wa ukoo fulani, lakini sasa unageuzwa kufanyika kuwa mtoto wa Mungu. Unaona, unakuwa mtoto wa Mungu. Biblia inasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ulikuwa mtoto wa ukoo fulani, labda ukoo wa kichawi, labda ukoo wa kishirikina, labda ukoo wa namna fulani, lakini unapompa Yesu maisha yako kwa imani, unabadilishwa na kutoka katika hiyo hali ya kwa ukoo huo unakuwa mtoto wa Mungu. Unaona? Kwa imani inakuzaa mara ya pili. Unapokubali kuamini, unazaliwa mara ya pili. Na unapozaliwa mara ya pili, maana yake sasa unakuwa na uhakika wa kuingia mbinguni. Unakuwa na uhakika wa kuingia mbinguni. Maandiko yanasema wazi kwamba katika kitabu cha Yohana sura ya 3 anasema kabisa Yesu kwamba kama mtu hakuzaliwa mara ya pili hawezi kuona uzima wa milele, au hawezi kuona ufalme wa Mungu. Katika ile sura ile ya 3, katika ile sura ya 3, katika sura ya 3 mstari ule wa 3 anasema, Yesu akajibu akawaambia, amini nawaambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Ili kwamba uingie mbinguni, lazima ukukiri Yesu na kwa imani umpokee, na kwa imani utakuwa umezaliwa mara ya pili, kama tulivyosoma katika kitabu cha Yohana hapa sura ya 1 na mstari wa 12, kwamba wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale wanaoliamini jina lake. Kwa hiyo unapoamini jina la Yesu Kristo kwa imani unabadilishwa, kwa imani unaokoka, kwa imani unazaliwa mara ya pili, kwa imani unapewa hali ya kutembea katika maisha mapya. Katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 17 unasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita na sasa yamekuwa mapya. Maana yake unapompa Yesu maisha yako kwa imani, maisha yako yanabadilishwa. Hali yako ya dhamani ya dhambi inaondoka. Hata kama ulikuwa una mwili ambao ulikuwa umejaa tamaa, hata kama ulikuwa unasumbuliwa na maroho ya kufanya dhambi, hata kama ulikuwa unasumbuliwa na mambo ya dunia, nguvu ya Mungu inaingia ndani yako, inakubadilisha na unafanyika kuwa mtu mpya. Mambo ya kale yanaondoka na mambo mapya yanaanza. Unaona, ni kitu rahisi sana kwamba
kwa imani tu inawezekana. Kwa imani inakuzaa mara ya pili. Mimi naezungumza na wewe ndugu yangu, Mungu ameniokoa mwaka 1974. Kuna miaka mingi tangu nimeokoka. Na tangu nimeokoka sijasikia tena kusukumwa kwenye dhambi. Lakini nimejisikia tu kupenda Mungu na kumwishia Mungu na kuendelea na wokovu na kufurahia maisha ya wokovu na kumfurahia Mungu na kuiona neema hii ya kuwa ndani ya wokovu ni kubwa kuliko wale wanaoishi duniani. Naona kwamba wanaoishi duniani na kuishi katika maisha ya dhambi na wahurumia. Sababu maandiko yanasema wazi kwamba atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Kwa hiyo watu wanasumbuliwa na nguvu ya dhambi, wanasumbuliwa na uovu ndani yao, wanasukumwa kufanya dhambi. Lakini unapomkiri Yesu kwa imani, ndipo ile nguvu ya dhambi inaondoka, halafu unafanyika kuwa mtu mpya katika Kristo Yesu. Kwa hiyo hiki ni kitu cha kwanza cha muhimu katika maisha yako. Ndio maana nazungumza kwamba kuna umuhimu sana wa kuwa mtu wa imani. Kuna umuhimu sana sana wa kuwa mtu wa imani. Na jambo la pili ambalo imani inaweza kulifanya katika maisha yako, jambo la pili ambalo imani inaweza kufanya katika maisha yako, imani inakuwezesha kupokea majibu ya maombi yako. Imani inakuwezesha kupokea majibu ya maombi yako. Unapoamini, unapoingia kwenye maombi, lazima uamini kwamba hayo unayoomba umeyapokea. Katika kitabu kile cha Yakobo sura ya kwanza, kitabu cha Yakobo sura ya kwanza na mstari wa 5 mpaka mstari wa 9, Biblia inasema, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa hekima, naombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala akemei naye atapewa, ila aombe kwa imani pasipo shaka yoyote. Maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Maana mtu kama yule asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Unapokosa kuwa mtu wa imani, elewa kwamba hata kama ni maombi yako, hata kama utaombaje, lakini maombi yako yasipochanganyika na imani, ukaamini juu ya yale unayoomba kwamba Mungu anakwenda kuyafanya, basi huwezi kupokea majibu ya maombi yako. Kwa hiyo unaweza kuomba kwa muda mrefu, unaweza kuhangaika katika kuomba, unaweza ukafunga, lakini kama hayo maombi haya kuchanganyika, hujaweka imani katika maombi hayo, jua kwamba unapiga debe tu. Naona unacheza mchezo tu ambao hauna matokeo. Katika kitabu kile cha Marko sura ya 11 anarudia kusema kitu kile kile. Kitabu cha Marko sura ya 11. Katika kitabu cha Marko sura ya 11 na mstari wa 24. Taanzia pale mstari wa 22. Yesu asema, Yesu akajibu akawaambia, mwaminini Mungu. Mimi nawaambia ya kwamba yoyote atakayewaambia mlima huu ng'oka kutupa baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba haya yasemayo yametukia, yatakuwa yake. Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Unaona? Kwa hiyo lazima uamini. Imani yako katika kuomba, unapoomba lazima uamini ya kwamba hayo unayaomba utayapokea. Usio na tashwishwi juu ya yale unayaomba. Na kama utaweka tashwishi, kama utakosa kuwa na imani katika yale unayaomba, huwezi kupata matokeo katika maombi yako. Huwezi kupata majibu katika maombi yako. Pamoja na mambo mengi ambayo lazima yawepo ndani ya maombi ili upokee maombi, upokee majibu yako. Katika hayo mengi, mmoja wapo ni kwamba kama Mungu unatenda dhambi, Mungu asikii maombi yako. Hilo nalo ni moja wapo, lazima liingie hapo. Lazima uhakikishe unaoomba unamcha Mungu
na una mawasiliano mazuri na Mungu, lakini pia lazima ujue kwamba hayo unayaomba unaamini kwamba umeyapokea. Katika Biblia hii tunaye kielelezo kizuri cha mtu muombaji anaitwa Elia. Kitabu cha Yakobo kinazungumza habari ya Elia ya kwamba aliomba mvua isinyeshe na mvua haikunyesha muda wa miaka mitatu. Naona muda wa miaka mitatu. Na katika kitabu kile cha Yakobo sura ile ya 5, kitabu cha Yakobo sura ya 5 anasema mstari wa 16, ungamaneni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Akaomba kwa bidii mvua isinye na mvua ikunya juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake. Lakini unapofuatilia maombi ya Elia utaona kwamba mule ndani maombi haya yamechanganyika na imani. Tukisoma kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 18 mstari 41 anasema, naye Elia akamwambia Ahabu, haya inuka ule unywe, kwani pana sauti ya mvua tele. Basi Ahabu akainuka ili ale na kunywa. Na Elia akapanda juu ya mpaka kilele cha Karmeli, akasujudu kifudifudi, akainama uso mpaka magotini. Akamwambia mtumishi wake, kwea sasa utazame upande wa bahari. Akakwea akatazama na kusema, hakuna kitu. Naye akanena, enenda tena mara 7. Ikawa mara ya 7 akasema, tazama wingu linatoka katika bahari, nalo ni dogo kama mkono wa mtu. Akanene, nenda ukamwambia Ahabu, tandika ushuke, mvua isikuzuie. Mstari wa 5 anasema, ikawa muda si muda mbingu zikawa nyeusi kwa mawingu na upepo, ikanya mvua nyingi. Ahabu akapanda garini akaenda zake Yezieli. Sasa sikiliza hapa. Huyu ni Elia. Na mvua imezuilika kwa miaka 3 na miezi 6. Anga lote hakuna mawingu. Anga lote ni jeupe na hakuna mvua, na ukame ni mkubwa. Kila sehemu vijito vimekauka, majani yamekauka, mpaka wale farasi walikosa chakula. Wanyama wa mfalme nao wakaanza kufa kwa sababu manyasi ya kulisha wanyama hayapo, na anga li jeupe. Wakati wa kipindi kama hicho ambacho anga jeupe kabisa, hamna kitu, sikiliza maneno ya Elia. Anasema, naye Elia akamwambia Ahabu, haya inuka ule unywe, kwani pana sauti ya mvua tele. Halafu basi Ahabu akainuka ili ale na kunywa. Haya maneno ambayo Elia anaongea na Ahabu, anamweleza Ahabu kabla hata Elia hajaenda kwenye maombi, hajaenda kumuuliza Mungu, hajaenda kuomba, lakini ameshaona kwamba kwa imani Mungu atakwenda kujibu maombi. Kwa imani Mungu atajibu maombi. Na kwa sababu ameshaamini kwamba Mungu atajibu maombi, ndio maana anamwambia huyu, kula kunywa, maana Mungu atakwenda kuleta mvua. Nasikia sauti ya mvua tele hapa juu, wakati hamna ngurumo wala hakuna mawingu, lakini anasema nasikia sauti ya mvua tele. Mtumishi wa Mungu, wewe msikilizaji wangu, imani ni kitu cha muhimu sana. Usipoamini, hata maombi yako yatapoteza nguvu. Unaweza ukachukua miaka mingi ukiomba, lakini huoni matokeo. Unaweza ukalia sana, lakini hamna matokeo. Kumbe unalia tu, lakini ndani yake huamini. Lazima uamini kwamba hayo unayoyaomba katika maisha yako unayapokea. Kama umeomba juu ya nyumba, kama umeomba juu ya familia, kama unaomba juu ya kazi, kama unaomba juu ya kitu chochote kile, amini kwamba umeyapokea. Biblia inasema nayo yatakuwa yako. Kwa hiyo tunaona huyu muombaji, mtu ambaye amewekwa kwa kielelezo katika Biblia, jinsi ambavyo anaomba kwa imani, na hata kabla hajaenda kwenye maombi tayari ameshakiri kwamba hayo anaenda kuyaomba yameshakuwa tayari. Na anamwambia Ahabu, sasa kula kunywa, ondoa mashaka yako, maana mvua inanyesha.
Na ndipo maana alipoenda kwenye maombi sasa akapiga magoti akiomba. Hata alipokosa majibu mapema, alipomtuma mtu akaangalia juu mlimani, kutokea chini akapanda kwenda mlimani ili aangalie upande wa mashariki kama kuna wingu. Alakarudi akasema hakuna kitu, yani ni kweupe. Lakini ile nguvu ya imani iliyokuwa ndani ya Elia haikumfanya kuchoka kuomba. Ukiona mtu anachoka kuomba mara nyingi ni kwa sababu anaomba bila kuwa na imani. Unapoomba hata kama hujaona matokeo sasa, lakini imani inakuonyesha kwamba matokeo yapo na imeshakuwa, na ndivyo itakavyokuwa na ndivyo ilivyofanyika. Unapoamini hivyo, utaanza kuona muombaji hakati tamaa kuomba. Hata sione kuna vizuizi kiasi gani, hata aone kuna vikwazo kiasi gani, hata aone kama yale aliyoomba haoni matokeo, anaona negative, anaona tofauti na namna ambavyo alitazamia, lakini bado atakaza kwamba inakwenda kutokea sasa. Naona kwa kweli namuomba Mungu na naamini kwamba Mungu anakutenda. Unamuona Yesu Kristo wakati alipomwombea yule kijana aliyekuwa na pepo bubu, naona ambaye maandiko yanasema wanafunzi walimwombea lakini hakupona, waganga walimtibu lakini hakupona. Wakati anaomba kwa yule kijana, maandiko yanasema akaanguka chini, akawa kama mtu aliyekufa na watu wote wakadhani amekufa, lakini Yesu akamnyanyua. Alipomnyanyua yule mtoto akawa mzima. Unaona, Yesu alijua kwamba huyu ni mzima, hata kama kuna matokeo ya nje yanaonyesha tofauti na hali halisi, lakini mimi naamini, najua kwamba huyu ni mzima. Kwa lazima ujue kwamba imani inasababisha maombi yako yajibiwe. Ninakusihi sana mtumishi wa Mungu, Mungu akujalie kupokea imani katika maisha yako. Uwe mtu wa imani. Katika somo hili ambalo tunaendelea nalo, baadaye nitakwambia matokeo ya imani, lakini nitakwambia imani ni nini. Sasa hivi najaribu kukujaza ile hali ya kutaka kuwa mtu wa imani, kukubali kuwa mtu wa imani, kupenda kuwa mtu wa imani, kuishi maisha ya kuwa mtu wa imani, na ufurahie kuwa mtu wa imani, na uchochee hali ya kuendelea kumwamini Mungu. Katika kipindi hichi ambacho nazungumza na wewe siku ya leo, Mungu akubariki unapolisikiliza. Ninaamini kwamba maneno haya yatabadilisha maisha yako, na utaanza kuona matokeo ambayo hujawahi kuyaona katika maisha yako. Utaanza kukutana na mambo ambayo hukuwahi kuyafikiria, kwa sababu Mungu ni Mungu mkuu. Maandiko yanasema kwa Mungu yote yawezekana, lakini pia Biblia inasema kwamba yote yawezekana kwake aamini. Kwa hiyo unapaswa kuwa na imani ili mambo yaanze kutokea, hata maombi yako uanze kuyaona matokeo katika maombi yako. Mungu akubariki sana. Kitu kingine ambacho napenda ukijue kwamba hata katika uponyaji wako unahitajika kuwa na mtu wa imani. Uwe na imani. Uponyaji wa mwili na mafanikio ya mwili unahitajika kuwa mtu wa imani. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 17. Kitabu cha Mathayo sura ya 17 mstari wa 14 mpaka wa 20. Mathayo 17 mstari wa 14 mpaka wa 20. Mathayo 17 mstari wa 14 mpaka wa 20, Biblia inasema, na walipofikia mkutano, mtu mmoja akamjia, akampiga magoti akisema, Bwana, umrehemu mwanangu, kwa kuwa ana kifafa na kuteswa vibaya, maana mara nyingi huanguka motoni na mara nyingi majini. Nikamleta kwa wanafunzi wako wasiweze kumponya.
Yesu akajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini kilichopotoka, nitakaa pamoja nanyi hata lini? Nitachukuliana nanyi hata lini? Mleteni huku kwangu. Yesu akaukemea pepo, naye akamtoka yule kijana, akapona tangu saa ile. Kisha mstari wa 19, wanafunzi wakamwendea Yesu kwa faragha wakisema, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, tawaambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala halitakuwepo neno isiyowezekana kwenu. Kwa nini walishindwa kumtoa yule pepo? Biblia inasema kwa sababu ya upungufu wa imani ambao walikuwa nao. Na kile alisema, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, tawaambia mlima huu ng'oka, ukatupe kule, nao utatii. Hao walishindwa kutoa huyu pepo. Biblia inasema, Yesu anasema kwa sababu ya upungufu. Wanamuuliza, kwa nini tumeshindwa kumtoa? Kwa sababu ya upungufu wa imani. Kwa hiyo hata mimi kama mhubiri lazima niwe na imani, ili nianze kuona matokeo hata katika utumishi wangu, nione matokeo hata katika huduma ninayofanya. Lazima niamini. Kama ni mchungaji, lazima uamini ya kwamba Mungu atakwenda kukutumia. Hata unaposimama mbele ya watu, unaamini kwamba yale unayosema katika neno la Mungu yanakwenda kutokea kwa imani. Ndugu yangu, nitakupa mfano mzuri tu kwamba mimi nilipokuwa mtumishi kijana miaka ile ya 80, 85, 84, ni mchungaji kijana. Naona na kama ambavyo nimewahi kusimulia huko nyuma, kama niliwahi kusikia ushuhuda wangu, niliwahi kwa kiziwi na bubu nikapona. Niliombewa na mtumishi wa Mungu Moses Kulola mwaka 74, nikawa mzima. Na baadaye Mungu amekuja kuniita baada ya miaka mingi kidogo. Miaka ya 80 huko 79 nikaanza kumtumikia Mungu. Kuanzia miaka ya 79 nikaanza kumtumikia Mungu, na nilikuwa na moto sana wa kumtumikia Mungu. Na hasa nilipoyaona yale Mungu amenitendea mimi katika maisha yangu, nikawa na shauku kuona Mungu anawatendea na watu wengine. Na nikiwa mhubiri kijana, nilikuwa na kufanya mikutano na watu wengi walikuwa wanakuja kwenye ile mikutano na walikuwa wanafunguliwa, na hasa upande wa nguvu za giza. Watu ambao walikuwa na mapepo yalikuwa yanatoka, yalipuka, yanaondoka. Lakini nikiwa mhubiri kijana, ndani yangu nilikuwa siamini sana kwamba mimi naweza kutumiwa na Mungu katika kumfanya kipofu, kiwete, kiziwi, mlemavu akapona. Nilijiwekea limit, nikasema mimi naweza kushughulika na pepo, watu wenye mapepo, na kwa sababu niliona watu wenye mapepo wakifunguliwa. Kwa hiyo nikaweka kuamini tu kwamba mimi naweza kushughulika na watu wenye pepo. Lakini mtu kama ni kiwete, basi yule mhubiri ambaye wakati ule nilikuwa namjua na aliyenihudumia kwa maombi nikapona, mtumishi wa Mungu ambaye sasa amelala Moses Kulola, nikasema mtu kama kiwete au kipofu au kiziwi au bubu, basi ataenda kwenye mikutano ya yule mzee, ndio atapokea uponyaji. Lakini mimi kama mhubiri kijana, size yangu ni pepo, kushughulika na pepo ndicho ambacho kilikuwa sana kwenye akili yangu, na ndivyo nilivyokuwa najua. Na hata kama nitamuona mtu ni kilema, basi nitamwambia yule kilema kwamba mkutano wa mzee utakuwa mahali fulani, usubiri uende. Tamtia moyo sana, nitamhimiza ili aende huko kwenye mkutano. Na mimi sitamuombea yule kiwete, kwa sababu najua kwamba mimi sina uwezo na sina kipawa hicho. Na kama kijana, basi mhubiri kijana, uwezo wangu huko kushughulika na matatizo madogo madogo ya watu. Naona.
Kwa hiyo ilipelekea mimi kuto kuwajibika ipasavyo kuhusika na watu wengi ambao walikuwa wanakuja kwangu wakati huo kuhitaji msaada, na hasa wenye matatizo makubwa. Unaona? Kwa hiyo nikafanya hivyo, na watu wengi nikawa na wakati mwingine wakija kanisani wenye matatizo kama hayo, nawaambia kutakuwa na mkutano kule Dodoma mwezi wa 5 na mzee atakuwa na kufanya mkutano kule, basi na kutia moyo, subiri tu alafu taenda. Kwa sababu sikuamini kwamba naweza kutumiwa na Mungu katika kiwango fulani. Naona? Na sasa Mungu akaamua kuja kuniondoa huo ujinga. Naita ujinga, maana huo ujinga ulikuwa kwenye kichwa changu, nilikuwa nafikiri hivyo. Na kutokuamini kulikuwa kwenye kichwa changu. Na Mungu akaanza kushughulika na kutokuamini kwangu. Naona? Kutokuamini kwangu, Mungu akaanza kushughulika nako. Siku moja nilikuwa nafanya semina katika kanisa mahali fulani. Na wakati nafanya semina ya wiki nzima kama siku 6 hivi, kwenye semina ile akawa anakuja mtu kilema, kiwete, anatembelea fimbo, na alikuwa anatoka kama kilomita 3 kutokea hapo kanisani, na kila siku alikuwa anajitahidi kuja kusikiliza semina. Na mimi namuona kiwete anakuja na wahubiri Injili, na siku ya Jumapili ilipofika nikawaita watu kuja mbele niwaombee, watu wenye mizigo, wenye magonjwa mbalimbali, nikawaambia waje mbele. Na nikaona watu wanakuja madhabahuni, na nikashangaa yule kiwete naye amepanda anakuja naye madhabahuni. Sasa mimi nikajiuliza, huyu kiwete anakuja madhabahuni anakuja kufanya nini na anataka nini? Naona? Na nikijua kabisa kwamba kwa sababu mimi ni mhubiri kijana, nazungumza hiyo ilikuwa miaka 1986. Mimi ni mhubiri kijana, na nikasema hata huyu mwenyewe anajua kwamba mimi ni mhubiri kijana, lazima anajua wahubiri vijana kama hawa wanashughulika na matatizo madogo madogo ya watu. Kwa hiyo nikasema huenda amekuja na tatizo lingine dogo, sio la ulemavu. Sababu tatizo la ulemavu kama hili lazima atafute wahubiri wakubwa wenye majina makubwa, lakini sio kama sisi. Kwa wakati nawaombea watu, na kulikuwa na nguvu ya Mungu mahali pale, na watu wengi walikuwa wanafunguliwa. Na wakati nawaombea watu nikakuta yule kiwete amesimama. Kwa hiyo nikamsogelea kiwete, nikamuuliza, ndugu yangu, una shida gani? Yule kiwete akaniambia, kwani unioni nilivyo? Na aliponiambia hivyo, nilijisikia kama navunjika moyo kabisa, kwamba sasa leo nimekutana na jaribu zito katika utumishi huu. Nikamwacha pale, nikaendelea kuombea watu wengine. Wakati nawaombea, baadaye nilipokaribia tena kwa huyu kiwete, nikasikia ndani naambiwa, si kazi yako, ni kazi yangu, weka mkono juu yake. Basi mimi nikaweka mkono haraka haraka, nikamruka, nikaendelea kuombea watu wengine. Na baada ya maombi yale, watu walirudi kwenda kukaa. Na yule kiwete naye alikuwa amerudi kukaa. Sasa nikauliza waliopona, na hasa nikiwa nimelenga wale walikuwa na mapepo yamelipuka, na nikajua wamefunguliwa, kwamba wao watakuja kushuhudia. Lakini sikuwa na imani kabisa juu ya yule kiwete. Nilijua bado ni kiwete na anaendelea na uweto wake vile. Sasa kitu cha ajabu kilichotokea, wakati ninaangalia hawa wanaokuja kushuhudia, nikamwona yule kiwete naye anasimama kwenye viti kule kwenye mabenchi. Aliposimama akachukua fimbo yake, akatoka kwenye korido, na nikidhani kwamba anataka kuondoka, nikashangaa akanyanyua fimbo yake na kuanza kuruka na kukimbia huko mbele madhabahu. Watu walishangilia. Mimi nikalala chini, nikamwambia Mungu, nisamehe kutokuamini kwangu. Kaambia, tangu leo hata akija kiwete, hata akija kipofu, hata akileta maiti, nitaombea, na jua kwamba Mungu ndiye anayefanya. Si kazi yangu, ni kazi ya Mungu. Tangu siku ile
imani yangu ilipanda zaidi. Na mimi nimeshuhudia, nimeona hata wafu 3 wamefufuliwa, wamefufuka kwenye utumishi huu. Wafu 3, kijana mdogo mmoja, mtoto wa mgongoni, na watu wengine wazima wa miaka 17, na mwingine alikuwa kama miaka 30 na kidogo hivi. Wamefufuka. Sasa nimetiwa nguvu sana kwamba kumbe kwa Mungu inawezekana. Naposema hivi na wewe mhubiri au mchungaji au muombeaji yoyote, kwamba lazima tuamini kwamba kwa Mungu yote yanawezekana. Tunapofanya huduma zetu lazima tuamini kwamba Mungu alifanya. Ndio maana aliwaambia hawa wanafunzi kwamba ni kwa sababu ya upungufu wa imani ndio maana ameshindwa kumfanya huyo mtu aweze kuwa mzima. Naona. Kwa hiyo imani itasababisha matokeo ya utumishi wako, ya huduma yako, ya maisha yako ya kazi, yapiga hatua kwenda mbele. Si tu katika maombezi ya kuombea wagonjwa, lakini imani hata katika masuala ya kuchunga kanisa, imani katika kujenga, imani katika kukua kwa kanisa lako, imani katika kuongezeka kwa watumishi wa Mungu. Imani yako unayoweka pale, Mungu atafanya maajabu kupitia maisha yako. Kwa lazima tuhakikishe imani yetu inakuwa, inaongezeka. Mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Simbuka TV, na wewe unaosikiliza radio kutoka kule Lindi, nasema hivi, utakuwa unajichelewesha sana kama utakuwa na roho ya kusita, kama utakuwa na roho ya kutokuamini. Utajichelewesha mno, utakaa katika kiwango cha chini kwa miaka mingi. Lakini lazima uamini na Mungu ataona kukutumia. Atakutumia tu vile utakavyo, na Mungu atafanya maajabu. Lakini katika hilo swala la kuombea wagonjwa, katika kitabu cha Marko sura ya 9 anazungumzia juu ya huyo mtu, lakini kwa lugha tofauti, lakini tukio hilo katika sura ya 9 kitabu cha Marko, sura ya 9 kitabu cha Marko, mstari wa 17. Mstari wa 17 Biblia inasema, mtu mmoja katika mkutano akamjibu, mwalimu, nimemleta mwanangu kwako, ana pepo bubu, naye kila mpagapo humbwaga chini, naye hutokwa na povu na kusaga meno na kukonda. Nikasema na wanafunzi wako wamtoe pepo, wasiweze. Akajibu huyo Bwana Yesu akasema, enyi kizazi kisichoamini, nikae nanyi hata lini? Nichukue nanyi hata lini? Mleteni kwangu. Wakamleta kwake. Hata alipomuona, mara yule pepo alimtia kifafa, naye akaanguka chini, akagaagaa, akatoka la povu. Yesu alamuuliza yule mzee, akamuuliza, babaye amepatwa na haya tangu lini? Akasema, tangu toto, na mara nyingi amemtupa katika moto na katika maji amwangamize. Lakini ukiweza neno lolote, utuhurumie na kutusaidia. Unaona, huyu baba huyu anakuja kwa Yesu, amekata tamaa kwa sababu alienda kwa waganga, wamemtibu mtoto wake hawajapona. Amepeleka kwa wanafunzi wa Yesu, hajapona. Sasa amemleta kwa Yesu akiwa amekata tamaa na imani haipo. Anasema, kama utaweza basi utuhurumie. Kwamba kwa Yesu anakuja kujaribisha kwamba je, ataweza au hataweza. Yuko katikati, imani yake haijakaa sawa sawa, yuko katikati. Sasa sikiliza Yesu anamjibu. Biblia inasema, Yesu akamwambia, ukiweza, yote yawezekana kwake aamini. Unaona? Haya maneno unayaona hapa, alama hii inaonyesha Yesu alimkaripia huyu mwanaume. Kwamba anasema ukiweza, yote yawezekana kwake aamini. Ndio maana huyu baba anapiga kelele hapa, sema, mara babaye yule kijana akapaza sauti akisema, naamini, nisaidie kutokuamini kwangu. Unaona? Kwa sababu Yesu aliona
mtu huyu amekuja kujaribisha. Na akisema ukiweza, Yesu akamwambia inawezekana ukiamini. Unaona? Sasa katika sura ile ya Mathayo kule tukosoma, ilikuwa tatizo lilikuwa pia kwa wanafunzi, na lakini pia likachangiwa tena na hata huyu baba naye alikuwa hana imani. Kwa hiyo hao wote wawili, huyu mhubiri au muombeaji haamini na huyu anayeombewa naye haamini. Kwa hiyo wamefunga njia ya kupokea muujiza wao. Unaona? Kwa lazima wewe ambaye unahitaji kupokea baraka ya uponyaji, lazima uamini kwamba Mungu anakwenda kukuponya. Uamini kwamba uponyaji upo na Yesu anaponya na haijashindikana, na kwamba Yesu hajawahi kushindwa. Na ukiamini hivyo utaona maajabu. Utaona maajabu. Unaona? Utaona maajabu. Kwa hiyo nazungumza na wewe mtumishi wa Mungu. Inawezekana unapita katika changamoto ya kuugua, au katika changamoto ya magonjwa, au katika changamoto yoyote nyingine. Nataka niseme na wewe ndugu yangu kwamba inawezekana ukiamini. Weka imani yako kwa Mungu. Weka imani yako kwa Yesu. Amini tu kwamba Yesu anaweza kukuponya, kukuondoa mahali ulipo. Atakutoa. Siku moja ndugu yangu, nimekupa ule ushuhuda wa kwanza, lakini nikupe ni kuongezea na ushuhuda huu. Katika kuendelea kutumika sasa, unapoendelea kutumika unakutana na jambo moja, baadaye unakutana na jambo lingine kubwa zaidi, baadaye unakutana na jambo lingine kubwa zaidi. Sasa siku moja nilikutana na jambo zito kule Kenya, na nimekuwa nikienda mara nyingi Kenya, na Mungu ametujalia tumefungua makanisa kule Kenya, makanisa yetu ya AGT. Lakini pia Mungu amenipa marafiki wa makanisa mengine ya Kipentekoste kule Kenya, na wengine wamenihesabu kama baba yao. Kwa mfano mtu mmoja ambaye anaitwa Bishop Wachu, ambaye anaishi maeneo ya Kilifi kule Kenya. Yeye ana makanisa yake na makanisa yake kosti yoyote mpaka kufikia maeneo ya Ethiopia mpakani kule, na kutokea huku Lungalunga ala makanisa yake pembeni. Lakini nimekuwa nikienda mara nyingi akinialika kwake, na mwisho akasema basi naomba ufanyike kwa baba. Yeye ni mchungaji, ni askofu, lakini kwa umri mimi nimempita, lakini na kwa huduma pia. Kwa hiyo akaniomba niwe baba yake. Sasa miaka ya hivi karibuni, kama miaka 5 iliyopita au 4, miaka 5 iliyopita, ndugu huyu alipata tatizo la stroke. Alipigwa stroke, na akiwa shambani anaangalia mashamba yake huko milimani, huko mbali huko kupita Kilifi mbele huko, unapita Malindi unaenda mbele huko, ana mashamba yake. Kapigwa stroke akiwa shambani, na alipopigwa stroke wakambeba hajitambui, wakampeleka hospitali. Na alipopeleka hospitali hajitambui, yule daktari waliyempima wakasema mishipa ya fahamu imepasuka. Mishipa yake ya fahamu kichwani imepasuka, karibu mishipa mingi imepasuka. Kwa hiyo daktari baada ya kumpima wakasema huyu hawezi kupona, huyu atakufa, na kama ataishi basi atakuwa zezeta. Atakuwa zezeta. Hayo ndio maelezo ya daktari. Na kwa hali hiyo waliona hawana namna tena, kwa hiyo walimruhusu kurudi nyumbani. Alibebwa kurudishwa nyumbani. Na nyumbani akawa yupo tu hapo, lakini hana fahamu. Macho tu yametoka lakini hayazunguki. Yametoka tu, yamesimama. Unaona, utafikiria la kutazama lakini hakutazama. Na kila kitu kinaishia hapo. Sasa mke wake akalipigia simu. Akasema, Bishop, ndugu yako huku amepata tatizo. Na tatizo lake ni kubwa. Njoo muone. Kwa hiyo kwa sababu ya mambo mbalimbali nilikuwa nayo katika nchi yetu, nilichelewa kidogo kwenda. Lakini baadaye nikaona ni muhimu niende nikamuone.
Kwa hiyo nikaenda, ilikuwa imeshapita zaidi ya mwezi mmoja na kidogo. Nikaenda nikamkuta kweli hajitambui, hana ufahamu, macho tu yamesimama na kila kitu kinaishia hapo. Na mimi nilipoangalia ndani yangu nikasema huyu basi tunahesabu tu siku huyu ndugu anaondoka, sababu hali ni mbaya na maelezo ndio hayo. Kwa hiyo kifanya ni kuatia moyo wale ndugu. Nikaomba nikamwambia mama, Mungu akutie nguvu, na shukuru nimemwona, sasa narudi Tanzania. Sasa huyu mama alinishangaza sana. Kaniambia jambo la ajabu sana. Akasema, wewe hutaki kuondoka hapa, hauondoki hapa. Sasa kwa nini? Akasema, hawezi kuondoka. Kwa nini? Akasema, unatakiwa kuendelea kumhudumia, kumuombea. Mimi naamini ukiendelea kumuombea huyu anakwenda kupona. Umuombee. Sasa mimi na mambo mawili. Moja, naiona hali ya mgonjwa ni mbaya sana. Lakini la pili, nina mambo ya kufanya Tanzania, kuendelea kukaa hapo itachukua muda gani mpaka hayo mawazo ya mama yatimie. Kwa hiyo nikakaza kwamba nina muhimu wa kuondoka, nitaendelea kukuombea nikiwa safarini, hata nikiwa nyumbani nitawaombea. Lakini mama akasema, hapa hatoki mtu. Hapa hatoki mtu, lazima umuombee. Kama sivyo, kama umeamua kwamba kuna shughuli zako Tanzania, umbebe uende naye. Unaona? Kweli ilikuwa kazi nzito sana. Nikajaribu kuongea na rafiki zangu Tanzania, kuwaeleza kwamba bwana, huku kuna shida 1 2 3. Nikawaeleza hali ya mgonjwa. Unaona? Wao ndugu zangu wachungaji wenzangu wakaniambia, hilo ni bomu. Hilo ni bomu. Wewe tafuta namna ya kutoka tu hapo. Sasa yule mama alinibana kweli kweli kuhakikisha kwamba sitoki. Mwisho akaniambia, sasa kama ni hivyo tutafanya utaratibu, tumepata usafiri, itabidi uondoke naye wewe huyu. Tutampakia kwenye gari. Nikamwambia, atapanda kwenye gari gani, maana hawezi kunyanyuka, hawezi kufanya nini. Akasema, tumekodi gari ndogo. Tutaweka viti, tutalaza viti, halafu mtamweka hapo. Nikaona ni kazi ni kubwa. Halafu nikaanza kuona huyu mama sasa hii imani ni imani kweli kweli. Sasa kilichotokea ni kweli kabisa, tusafiri na yule mtu. Akachukua mtoto wake, akachukua gari ndogo, wakaweka viti, wakalaza viti, akalazwa yule mgonjwa. Tukaja naye mpaka mpakani. Mimi moyoni nasema, tukifika mpakani basi huyu mtu wazuie tu kwamba huyu mtu kama huyu hatakiwi kuingia kwenye nchi nyingine. Sasa wale yule kijana akaniambia nisubiri hapo, akaingia huko kwenda kuongea na hao watu, wakaongea wakamaliza, wakarudi, akaniambia tumeshapata kibali, sasa twende. Tukaja naye huyo mtu mpaka Tanzania, mpaka Dodoma, mpaka Kongwa. Ilibidi nihame nyumbani. Nikahamia eneo moja la chuo, wakati wamefunga chuo. Nikahamia huko, nikaja na huyo mgonjwa huko. Tukaanza maombi karibu ya wiki moja na kidogo. Katika maombi hayo, kitu cha ajabu Mungu alichokifanya. Yule ndugu siku moja tukasikia anapiga chafya, na macho yakaanza kutembea hivi, na mara akaanza kuongea, na mwisho akawa mzima. Na mimi nilishangaa, lakini akawa mzima kabisa yule ndugu. Na baada kuna nini kwa mzima, anatuliza niko wapi? Nikamwambia uko Tanzania, uko mahali fulani. Mimi ni nani? Akaanza kunitaja, kujieleza, mimi wewe ni fulani. Tukajua amepona. Na kwa kweli ulikuwa ni muujiza wa kushangaza sana. Naona. Na baadaye tukampigia simu yule mama. Yule mama alikuwa anafanya kazi serikalini. Sasa mtoto wake ndio alimwambia aje, mtoto wake mkubwa aje asimamie swala hili wakati tunafanya maombi. Piga simu, mama wakaja, wakatoa ushuhuda kanisani, wakashukuru. Yule ndugu akasimama kanisani akashuhudia,
mzima. Na baadaye walirudi kwao Kenya. Haikuishia hapo wakuridhika. Waliamua kuja na basi kutoka Kenya. Timu karibu kama ya watu 30 kutoka kanisani kwake. Wakarudi tena kutoa shukrani ya namna ambavyo Mungu amemtendea baba yao. Na hivi ninavyosema mpaka hivi sasa yule bishop ni mzima na anaendelea na kazi zake, anaishi. Nini kimetokea? Ni imani ambayo ilikuwa ndani ya huyu mama. Mungu aliangalia imani ya huyu mama. Alikuwa na uhakika wa kile ambacho anakisema. Kwa hiyo imani yako itasababisha muujiza. Hata kama hali ulionayo inaonekana inakatisha tamaa, kwa nguvu ya kuamini kuna mambo yatatokea katika maisha yako. Utaona mambo yanakaa vizuri. Utaona yasiyowezekana yanawezekana. Hata kama hakuna njia itatokea. Hata kama hakuna mlango utatokea. Ndio maana Yesu aliwaambia Martha na Mariamu, wakati kaka yao Lazaro amekufa, ana siku 4 yuko kaburini. Hawa watu waliingia mashaka mengi, na walikuwa na matumaini kwamba kaka yao atafufuliwa siku ya mwisho. Lakini Yesu akasema, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Naona yeye aniaminie mimi atakuwa anaishi, na kila aishia niamini hatakufa kabisa. Unaona Yesu anachokizungumza? Imani katika Kristo Yesu. Hata walipotoka pale wanaenda kaburini, yule Martha alisema kwamba naamini, akamwambia twende. Walipoenda makaburini sasa wanataka kufungua ile, akamwambia toeni jiwe. Akasema ananuka. Anasema sikukwambia ukiamini utaona utukufu wa Mungu? Toa jiwe. Nami nazungumza na wewe, toa jiwe la kutokuamini. Amini kwamba Mungu atakutendea muujiza. Amini juu ya Yesu Kristo. Mkubali Yesu Kristo. Mpe maisha yako Yesu Kristo. Lakini amini kwamba yupo kukutendea maajabu. Ndio maana Biblia inasema kwamba yeye lazima uamini Mungu yupo, na uamini ya kwamba anawapa thawabu wale wamtafutao. Kwa ndugu yangu, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sibuka TV pamoja na redio ya Lindi, nataka nguvu ya imani ije juu yako. Katika wiki ijayo nitasema na wewe kwamba imani ni nini. Tutaanza hapo. Tutajifunza juu ya imani ni nini. Lakini kwa leo tunaishia hapa kwa sababu ya muda wetu, na bado kuna mambo kadhaa ambayo tutabidi tuyaangalie, halafu baadaye tujifunze kuhusu imani ni nini. Ndugu yangu mtazamaji na msikilizaji wa Sibuka TV, mimi nimeshuhudia mambo makubwa Mungu akiyafanya juu ya maisha yangu, na ninaamini kwamba kadiri nitakavyoendelea kuweka imani yangu kwa Yesu Kristo, bado yako mambo makubwa zaidi ambayo Mungu atayafanya. Nataka nikuombee wewe ndugu ambaye ulikuwa umekata tamaa, umevunjika moyo, umekosa matumaini, na uko tayari kumpa Yesu nafasi katika maisha yako na katika moyo wako, kwamba Yesu akutendee jambo. Basi funika macho yako nikuombee. Funika macho yako nikuombee. Sema hivi. Sema, Bwana Yesu, naja kwako jinsi nilivyo. Ninaungama dhambi zangu zote nilizozitenda, na mambo mengi nimeyafanya kwa sababu ya kutokuamini. Naomba Bwana unirehemu, unisamehe, na tangu sasa unifanye upya kwa imani. Unifanye upya na kuzaliwa mara ya pili, kwa kuwa nimekubali kwamba wewe ni Kristo Yesu, Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Tangu sasa naomba nguvu ya kuamini iwe juu yangu. Naamini ya kwamba hata mapito ambayo nimekuwa nikiyapitia ni kwa sababu ya kutokuamini kwangu, lakini tangu sasa naweka imani yangu kwa Yesu Kristo. Asante Yesu kunikubali na kunipokea
na kulifanya kwa wako, katika jina la Yesu, amen. Ndugu yangu, mtazamaji wangu na msikilizaji wa Sibuka TV pamoja na Radio FM kutoka kule Lindi, ninakushukuru kulisikiliza, ninakushukuru kulitazama, na kushukuru kupokea haya uliyoyapokea. Na Mungu wa mbinguni akubariki, ayainue maisha yako, na sasa uyaanze kuyaona mambo mapya katika maisha yako. Na kuaga usiku wa leo, ulale salama, na kesho uamke salama tena, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Ubarikiwe, tuonane wiki ijayo. Amen. GT